kwamba hukumu ya Nebukadneza ilitolewa kwa amri ya nani? Walinzi na agizo la watakatifu. Yani walinzi ambao tunaona hapa wakaagiza, na Mungu tulipokuwa tunafuatilia tukagundua Mungu anaruhusu ni agizo. Kwa watakatifu waliotangulia kina Danieli walisoma wakaona kwamba kumbe Mungu anataka tumwagize, wakamwagiza Mungu kwamba hebu tunaagiza Danieli asiishi mjini, aende nyikani akale nyasi, akae kama ng'ombe miaka 7. Agizo linatolewa na watakatifu wanaitwa kina Danieli au walinzi ambao ni waombaji. Mtu yeyote anayekuwa mwombaji, Biblia inamwita ni mlinzi, na anaagizwa asinyamaze usiku na mchana. Sasa kwa sababu sisi hatuelewi hii sentensi, ndio maana tunanyamaza, ndio maana tuko kimya tu. Yani hakuna anayeomba mchana, hakuna anayeomba usiku, ila Mungu anatushangaa. Na kutokana na sababu hizo tumepoteza nafasi yetu ya utawala. Haleluya, amina. Tumepoteza nafasi yetu ya nini? Utawala. Mwambie jirani yako, huna utawala kwa sababu hauombi wewe. Huna utawala kwa sababu hauombi wewe. Yaani huyu aliyetoa agizo anaitwa Daniel, na nisikize vizuri, aliyetoa agizo anaitwa Daniel. Na huyu Daniel, Biblia inasema hivi, yeye walipoona uwezo wake na nguvu zake za kutawala kwenye nchi ya ugeni, nchi ambayo sio ya kwake, nchi ya utumwa Babeli, yeye akiwa mgeni katika nchi ya watu wasio wa kwake, ameenda uhamishoni. Danieli, Biblia inasema ya kwamba wakamuona anang'aa, wakamuona anatawala, akatoka kwenye nafasi ya chini akaenda kwenye nafasi ya uwaziri na uwaziri mkuu. Wakamuona anang'aa, wenyeji wa nchi wanaona huyu mtu ametoka nchi nyingine ya utumwa, tumemchukua kama mtumwa, inawezekanaje aje atawale kwenye nchi sio ya kwake? Lakini tu ni jambo lisilowezekana, ila kwa sababu alikuwa ni mtu mwenye maombi. Wakajaribu kumtega maeneo wakashindwa, wakatega mitego wakashindwa, wakajaribu kumtengenezea usingizi hawakufanikiwa, wakafanya uchawi hawakuweza, wakaona waende kwa siri, wakamwendea mfalme aliyetawala, wakamwambia itungwe sheria inayozuia watu wasiabudu Mungu mwingine kwa muda wa mwezi mmoja, na ipigwe muhuri na kusainiwa na rais, ili tumdhibiti huyu jamaa asiabudu wala asiombe kwa muda tu wa mwezi mmoja. Yaani maana yake wanakadiria kwenye ulimwengu wa roho, kama mtu kama mwanamke kama mwanaume kasipoomba kwa muda wa mwezi mmoja, kanapoteza nafasi ya utawala, kanapoteza uwezo wa kuongoza, kanapoteza nguvu ya kutawala, kanapoteza nafasi ya kumiliki. Mwezi mmoja tu, jaribu kuwa na wewe hapo ulipo, miezi 2 mitatu haujaomba. Maombi yako ni kuombea chai, maombi yako ni kuombea wali ili ule, haujaomba tangu Januari mwaka uliopita, haujaomba wewe, na mwaka huu haujaomba. Sio mwezi mmoja tu, ni miezi 12, ni zaidi ya miezi 12 haujaomba. Hii nafasi umepoteza, hii utawala umepoteza, uwezo wako wa kumiliki umepoteza, ni kwa sababu haujaomba. Danieli, maandiko anasema akatumiwa sheria inayomdhibiti asiombe kwa mwezi mmoja tu, yatosha kumnyang'anya uwezo wa kutawala, yatosha mwezi mmoja kumnyang'anya uwezo wa kumiliki, yatosha kumnyang'anya chochote alicho nacho na nguvu zake. Danieli akawekewa sheria. Andiko anasema wakamwekea sheria, ila yeye mwenyewe wakati wametunga sheria na kuisaini, Biblia inasema akaingia hekaluni akaomba mara 3 kwa siku kama hapo mwanzo. Hii iko kwenye kitabu cha Danieli. Hii utaisoma nyumbani, Danieli sura 6 mstari wa 10 inaleta habari. Akaingia hekaluni kuomba, kama wakatuma polisi na wanajeshi, wakamkamata chini ya ulinzi, wakampeleka kwa mfalme chini ya ulinzi, wakatoa hukumu yake ya kifo chake. Wakasema tunatoa hukumu kwa kuvunja sheria ya Bwana na iliyowekwa na mfalme na kusainiwa, sheria ya Uamedi na Uajemi. Umeikiuka wewe, unahukumiwa kifo, unahukumiwa kutubu
simba wenye njaa, wakasema nikamateni, wakamkamata. Wakasema nipelekeni mkanifunze mnapotaka, wakampeleka. Wakaenda mahala ambapo simba wenye njaa walioacha hawajala siku 7 wakiwa na njaa na kiu. Danieli wangeli wamemfunga vizuri, wakampeleka wakamtunga kwenye simba. Nao simba walipomwona wakamuona ni aina ya simba mwenye uwezo. Utawala wake wa kumiliki Babeli, akatawala simba, akamiliki simba. Simba walipomkodolea macho wakamuogopa. Hakuna aliyefunua kinywa chake, kwa maana aliyeingia amepewa mamlaka na Bwana ya kutawala duniani, ya kutawala wanyama, ya kutawala ndege, ya kutawala samaki wa baharini. Alipo mnyama aliyemmeza, alipo mnyama aliyemkazia macho, wote walifunika vinywa vyao, wote walifunga macho yao. Kwa nini? Kwa sababu ni kiumbe anayejitambua, ni kiumbe anayejua. Nami natangaza leo, mtu mmoja aliye hapa, akili yake itambue, uwezo wake kujua na kwamba yeye ni mtawala. Bwana amemweka. Haleluya, haleluya. Bwana amekuweka umiliki, utawale na kutiisha vitu vyote, akiwa ndani ya tundu la simba. Nyama zile ni simba. Simba wanamtaka mkia, wanamuogopa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amina. Ilikuwa ni wale machawa wanaitwa, walitengeneza sheria kwa hila wanaitwa, ila mfalme mwenyewe anajua hiki ni kiumbe cha tofauti. Haleluya. Ni kiumbe ambacho ni potential, ni mtu wa tofauti, mtu aliye na roho wa Bwana, mtu anayetembea na Bwana, ni mtu wa tofauti. Ndani yake ana nuru, ndani yake ana roho wa Bwana, ndani yake ana Mungu. Watu namna hii usije ukawatupa nje, usije ukawafuatilia, usije ukawafuatia ukawatupa pamoja na ufagio. Washike sana, wakamate sana. Biblia inatakiwa ijue watu walio na roho wa Bwana ni watu potential sana, ni watu wa maana sana, ni watu wa muhimu sana. Wewe uliye na roho wa Bwana ni mtu wa maana sana. Dunia na ijue, nchi na ijue, Tanzania na ijue, nchi zote duniani na ijue ya kwamba Mungu ameweka utawala wake kwa wanadamu, ameweka uwezo wa kumiliki kwa wanadamu, naye anaishi ndani yao, ndani ya mlokole aliyemwamini Bwana.